Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Akizungumza wakati wa ziara ya ukaguzi wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 wilayani Mbulu, mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Manyara Peter Toima amesisitiza umuhimu wa kukamilisha mradi huo kwa wakati. Kwa mujibu wa taarifa hii, kwa ratiba iliyokuwa imewekwa, fedha zilipokelewa miaka miwili iliyopita. Mwaka 2023 ndio ziliingia fedha kutoka serikalini ili huu mradi uweze kutekelezwa. Lakini ratiba yenyewe ilikuwa ikamilike ukarabati wa hospitali hii au yale yaliyopangwa kujengwa katika hospitali hii mwezi Disemba mwaka jana. Kwa hivyo ni kama kulikuwa na kipindi cha mwaka na nusu. Tunapozungumza hivi leo ni tarehe 12 mwezi Mei mwaka 2025. Yale maeneo mliopanga kutekeleza yajengwe na kukamilika mwaka jana mwishoni, mpaka muda huu tunapozungumza, maeneo mengi hayo ukamilishwaji bado. Sasa chama hakioni kama hilo jambo ni sawa, kwa sababu huu ni mwaka wa uchaguzi na sisi tunakwenda tena kuwaambia wananchi jinsi serikali yetu ilivyotekeleza ilani yetu. Sasa kama hatujatekeleza miradi hii, maana yake hapo kuna tatizo, ndugu mkuu wa mkoa. Tukiambiwa sababu ni vurugu au shida iliyopo ndani ya kampuni ile ya ujenzi, kwamba ndicho kitu kilichosababisha mradi usitekelezwe kwa wakati, basi maana yake kuna kitu cha kuangalia. Ni vizuri serikali katika utaratibu wake tukaanza sasa kuona tunapokubaliana na watu kwenye utekelezaji wa miradi ya wananchi, tunakuwa na watu waaminifu, watu ambao wanatii na kutekeleza mikataba mliowekeana, ili kusudi yale malengo yetu, malengo ya chama, malengo ya serikali yaweze kutimia kwa manufaa ya wananchi wa kwetu ambao tuliahidi kuwatumikia. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Deogratus Mazengo ameelezea changamoto zinazokwamisha ujenzi wa hospitali hiyo kutokamilika kwa muda, ikiwa ni pamoja na jengo la mama na mtoto, jengo la chumba cha wagonjwa mahututi, pamoja na kichomea taka kwa kutumia mashine. Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM mkoa, wakati wa utekelezaji wa huduma huu umeshindwa kukamilika kwa wakati kutokana na changamoto zitokanazo na mkandarasi Promul Engineering and Lifeline Technology aliyeshinda tena kuwa na ubia, ambapo ulitokea mgogoro wa kampuni uliosababisha kazi ya kusimama kwa muda. Hata hivyo, ofisi ya mkuu wa wilaya iliingilia kati na kwa sasa kazi inaendelea. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga ameahidi kuwa mradi huo utakamilika ifikapo Juni 30 mwaka huu na kuanza kutumika. Tangu mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo ni muda mrefu kidogo, na tumeendelea na juhudi mbalimbali kama mkoa kusimamia halmashauri kuhakikisha kwamba halmashauri wakandarasi wao wanaowatafuta wawe ni wakandarasi wenye tija. Na hatua hii unayoiona inaendelea hapa pia ni kwa sababu ya nguvu kubwa ambayo tuliiweka. Na hata sababu ya leo kusema tuje hapa pia ni katika jitihada hizo za nguvu kubwa ambazo tunaendelea kuziweka. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nikuhakikishie nikiwa kama mtendaji mkuu wa shughuli za serikali kwenye mkoa, tunamaliza ujenzi huu kabla ya tarehe 30 ya mwezi wa 6. Na nimeelekeza mafundi. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.